Kwa jina ninaitwa Yusuf Mikidadi, ni mwenyekiti wa taasisi ya Al-Malidi Tanzania. Al-Malidi ina ardhi ambayo iko Dodoma, ekari zaidi ya 100,000 na kuendelea. Taratibu zote Al-Malidi imezifanya ili kupata dokumenti za kusababisha kwamba tumiliki moja kwa moja. Lakini kuna baadhi ya watu ambao kwa sababu zao binafsi sio za kisheria wamefikia hatua ya kukalia hizo dokumenti, hawataka kuzinyambulisha ili zifike kwa walengwa. Na sisi hatukubaliana kwa sababu pesa zetu tushapeleka serikali na serikali imechukua pesa zetu. Na hatutakubali kurudi nyuma ishi mpaka ishe. Lakini sisi tunaamini kabisa serikali yetu sikivu. Haiwezi kwenda kwa matakwa ya mtu au kwa fikira za mtu wa kuelewa. Kama hakuelewa alikuwa anatakiwa lazima atafute watu watakao muelewesha. Kwa waziri asingeweza kuchukua action za kutoa maamuzi kwamba yeye alipoambiwa na watu wake ndio sahihi. Alitakiwa tuite sisi tunaolalamika kwamba tunadhulumiwa au tunapokonywa kitu ambacho cha kwetu. Baada ya kwamba tulizungumza maneno haya, baada ya kuona waziri hajateki action yote wala hakuna kitu kufanyika, sisi kama taasisi tulichukua hatua za kitaratibu za nchi. Tarehe 25 mwezi wa 11 2025 tulimwandikia Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kwa jina lake. Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, barua hii tutaonyesheni kwamba mimi na hakika ilimfika kwa sababu kuna watu niliongea nao. Tulipoona kimya, tarehe 1 mwezi wa 3 tulimwandikia tena Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kwa jina lake moja kwa moja, tukituma kama tunamkumbushia. Mwezi wa 11 tulileta barua yetu, bwana unalisikilizaje hili swala, ukutana na wenzako mtu pe haki yetu. Lakini toka tarehe 1 mwezi wa 3 2026 Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba barua mimi na hakika imemfikia. Sasa hatuwezi kumlaumu sana kwa sababu majukumu yake ni makubwa sana. Lakini bado katika majukumu ni kutatua migogoro ambayo sio lazima. Na mgogoro huu sio lazima, una uwezo kutatuliwa kabisa wala bila kutafuta mikakati mingine kutaka kufumbwana. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti narudia tena barua hizi tutapeni ili mzipate, muone kwamba tunachokizungumza kiko kwenye maandishi, hatuzungumzi vitu vya kupanga. Tunaiomba serikali, sikivu sana serikali mama na watu wake. Lakini na mimi hata Mwigulu Nchemba ni waziri mkuu, ni mtendaji kazi mzuri tu. Hatujui hili kuna ukakasi gani. Kisha kwamba wenzetu hawa wana dokumenti sahihi ya umiliki kuanzia Rita kwenda Dodoma jiji, zote dokumenti ziko sawa. Suluhisho ni dogo tu, ni kukabidhiwa mali yao ili waweze kufanya kile ambacho wanafikiria kukifanya, ambacho rais wetu mpendwa na serikali yake na viongozi, waziri wa afya wanapenda sana kuangalia afya za Watanzania. Na nikiangalia wenzetu hawa, eneo hilo la square meter, naomba nisaishe hapa, ni square meter 181,700. Hilo eneo ambalo lina zaidi ya eka 45 wanalihitaji ni la kwao kwa ajili ya kutengeneza chuo cha uuguzi. Lakini wakishatengeneza chuo cha uuguzi maana yake watajenga hospitali maeneo hayo. Kwa hiyo tutakuwa na wafamasia pale ambao wataisaidia nchi yetu, lakini vile vile kujenga makazi kwa ajili ya hao watakaokuwa wameajiriwa pale kwenye taasisi. Niomba serikali ile eneo ambalo linazunguka kwenye barua zao wangeanza nalo kwanza ili waanze projekti, alafu then tutaenda kuangalia hizo square meters zilizobaki. Ninaiomba serikali pamoja na barua kwenda kwa waziri mkuu. Mnajua hizi barua zinaweza zikamfikia waziri mkuu, yuko kwenye mambo mengi, lakini bahati nzuri leo tunapozungumza na ninyi waziri mkuu atasikia. Tutamuomba kwa sababu amepita kila sehemu na tunamuona anatatua migogoro hii, na hasa migogoro ya taasisi. Wewe umeshaipa taasisi ardhi na hiyo ardhi ni ya kwake, leo unawasumbua tena viongozi kama hawa. Na hii taasisi inabeba umma wa Watanzania, watu ni wengi sana ambao wanahitaji hii taasisi iwasaidie. Bwana Ahmed Kombo, mimi ni mwanaharakati huru, mchambuzi huru na mwanasiasa huru. Niulize Wizara ya Ardhi kwa maswali machache tu. Taasisi kama taasisi imeshalipa zaidi ya milioni 100 na ngapi mliniambia? 138. Na hizi pesa zililipwa kwenye control number ya wizara, ama niseme kwamba hizi pesa zilienda serikalini. Swali langu ni moja tu. Kama hili eneo lilikuwa so mali ya Al-Malidi, kwa nini serikali ama wizara ilitoa maelekezo Al-Malidi iweze kuilipa wizara kulipia ardhi? Swali langu la kwanza. Ushanifahamu
Swali langu la pili, kuna nini? Nauliza huko ndani kuna nini? Kwa sababu ninaposema kuna nini, lengo na makusudio, mnatutia sisi kwenye kinakombo, kwenye ubaya. Au watu wanaoisema serikali, ushanifahamu, mnawapa mwanya baadhi ya watumishi ambao sio waadilifu. Ushanifahamu? Kama taasisi ya kiimani, Waislamu wamechangishwa misikitini, Waislamu wamechangishwa kila sehemu kwa ajili ya kwenda kulipa tozo ya ardhi ya taasisi ya Al-Malidi. Leo pesa zile za Waislamu zimeliwa, alafu waziri anapelekewa ujumbe, waziri anajibu kwenye media. Simlaumu waziri, bali namlaumu huyu mtu aliyebatilisha dokumenti za Al-Malidi. Kipindi wakati huo Al-Malidi imeshalipa pesa ndani ya serikali. Mheshimiwa Waziri, ninakuomba kwa taadhima, kwa heshima, unapoletewa taarifa linalohusu kundi kubwa, ombi langu usisikilize watumishi wako. Baadhi yao hawana uadilifu. Wasikilize walalamikaji wana hoja gani ya msingi. Nilisikitishwa baada ya kuona taarifa kwenye chombo kimoja cha habari, waziri wa ardhi akijibu baada ya kumsikiliza ama mtumishi wake, ni afisa wa nini yule? Kamishna wa ardhi. Baada ya kumsikiliza kamishna wa ardhi, baada ya kuwaita Al-Malidi kuwasikiliza, yeye akatoa majibu moja kwa moja. Sasa kwa staili hii hatuitengenezi nchi, mnatupa wakati mgumu sisi ambao tunaitetea serikali. Hebu umati kama huu leo hii unakaa upande wa pili, wale wanaotukana nchi wakaungana kule, kinachotokea ni kitu gani kwenye taifa?